Donald Trump anasema kuwa wao wamekwisha kufanya mabadiliko ndani ya Irani. Kwa hiyo tayari wamekwisha kutimiza lengo la kwanza ambalo lilikuwa limewapeleka Irani, ni kufanya regime change. Kwa hiyo kwa mujibu wa Donald Trump, anasema tayari mabadiliko ndani ya Irani yametokea, kwa sababu viongozi walioanza vita ndani ya Irani, kina Khamenei, kina Larijani, kina Pakpur na wengine walikwisha uawa. Maana yake kuwa serikali iliyopo hivi sasa ni serikali nyingine, sio ile ambayo ilikuwa awali. Maana yake kuwa wao wameshatimiza regime change. Inakuingia akilini hiyo? Ndio hicho Donald Trump anasema. Lakini wakati huo huo vikosi vya Marekani Special Force vimewasili Mashariki ya Kati wakiwa na meli nyingine kubwa ya kisasa zaidi, ikiwa na vikosi vipya ambavyo vinatajwa kuwa ni vikosi hatari zaidi, kikiwemo kikosi cha Delta Force, wakiwemo wanamaji SEAL. Wamewasili Mashariki ya Kati kwa kazi 2 mpaka 3. Kazi ya kuchukua kisiwa cha Karg, kazi ya kulazimisha mfereji wa Hormuz ufunguke, na kazi ya kwenda kuchukua urani, ile kilogramu 400 za Irani. Wakati huo huo, akiongea kwenye Air Force One, Donald Trump anasema kuwa wamekuwa na mazungumzo bora sana na Irani katika kipindi hiki, ambapo anasema viongozi wa sasa wa Irani, yani viongozi walioshika madaraka hivi sasa Irani, wamekuwa ni waungwana sana na wamekuwa ni wastaarabu sana kwenye mazungumzo, wakionyesha nia ya dhati ya kutaka kulimaliza hili. Wamekuwa na hamu kubwa sana ya kumaliza vita. Ndio Donald Trump anavyotuambia. Wakati huo huo anatuambia kuwa Irani, kutokana katika yale mazungumzo, imekubali kuruhusu meli 20 kuvuka katika mfereji wa Hormuz katika wiki inayoanza mpaka mwisho wa wiki. Angalau meli 20 zitakuwa zimevuka, ukiunganisha na zile meli 10 za wiki jana ambazo Donald Trump alituambia kuwa zilivuka kutokana na yeye kuzungumza nao. Gazeti ambalo hufuatilia masuala ya baharini wiki jana lilitoa taarifa likathibitisha kuwa hakuna ushahidi wowote, na hii ilikuwa imeandikwa kwenye gazeti la mrengo wa kati wa Israel la Haaretz. Inasema kuwa hakuna uthibitisho wowote ulioonyesha kuwa katika meli 10 alizozitaja Donald Trump kuna meli zilipita. Taarifa ya wiki ilionyesha kuwa kulikuwa kuna meli 13 zilizopita. 11 kati ya meli hizo ni meli kivuli za Irani. 11 kati ya meli hizo ni meli vivuli vya Irani, yani meli zinazofanya kazi ya Irani, ambazo ndio anazipitisha zinakwenda na kutoka. Kwa hiyo taarifa ya Donald Trump ya awali, kuna meli 10 ambazo Irani waliruhusu, haina ukweli wowote. Sasa anatuambia tena kuwa kuna meli 20 ambazo Irani wamemwambia zitapita kwa wiki hii kutokana na mazungumzo ambayo yanaendelea. Taarifa iliyotolewa Pakistan, ambapo kulikuwa kuna mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje Pakistan, Egypt pamoja na Saudi Arabia, na Turki nadhani, na Saudi Arabia, okay. Walikuwa wamekutana kule Islamabad, katika kile ambacho kinaonekana kuwa Islamabad inasukuma kushawishi washirika wa karibu wa Irani pamoja na yeye uhusiano wake na Marekani, ili kuwaleta Irani kwenye meza ya mazungumzo. Donald Trump anakuambia wapo kwenye mazungumzo mazuri kabisa yanayoendelea. Tuchukue lipi? Wapo kwenye mazungumzo yanakaribia, kwa sababu anayetajwa kuwa msimamizi wa haya mazungumzo ni Pakistan. Pakistan anakuambia anaandaa mazungumzo mazuri zaidi ya pande mbili. Sasa kuandaa au ameshaandaa tayari, yamezungumzwa hayajazungumzwa? Juzi wakati wanaongea na vyombo vya habari, Steve Witkoff, mwakilishi maalum wa Donald Trump, alikuwa anaongea na vyombo vya habari akasema kuwa tunaelekea kwenye mazungumzo mazuri, yani tunaandaa njia bora. Anasema tunategemea si muda mrefu sana tutakuwa tuna mazungumzo na Iran, katika mtego wa siku 10 ambao Donald Trump ameutega. Tunategemea tutakuwa na mazungumzo mazuri, anasema Steve Witkoff. Saa moja baada ya hotuba ya Steve Witkoff na vyombo vya habari, alizungumza Donald Trump akasema tumekuwa na mazungumzo mazuri sana na Irani ambao tumeyafanya mfululizo. Steve Witkoff, Donald Trump, watu walio kwenye ofisi moja,
na wao wanazungumza vitu viwili tofauti. Tuchukue ya nani? Sasa tuache hayo ya Trump ya mabadiliko ya uongozi, yaani kuwa wale viongozi wa Irani waliouawa wamekuja wapya tayari, ile hesabu waliokuwa wametuambia tunaenda kwa ajili ya regime change wameshatimiza, lakini hawatuambii kuwa hawa waliokuwepo na wale walioondoka tofauti yao nini? Yaani tofauti ya hawa na wale, tofauti ipi? Kuwa hawa wamekuja sasa, wamekubaliana na Marekani kuwa watavunja program ya nyuklia ya kwao, wataondoa wale proxy wao, watasalimisha urani yao, wataachia mfereji wa Hormuz, au wameahidi nini? Mimi nazijua ahadi za Reza Pahlavi. Reza Pahlavi ambaye aliandaliwa hasa na Israel. Israel ndio alimwandaa kuwa baada ya haya mabadiliko, baada ya mabadiliko ndani ya Irani, basi atakuja kuwa mtawala wa Irani Reza Pahlavi, mtoto wa kina Pahlavi ambaye ni Crown Prince. Wanaweza kusema Israel na Marekani humtukuza, wanamuita Crown Prince. Yeye makazi yake hasa anatembea nchi za magharibi, atakuwa London, atakuwa Tel Aviv, atakuwa Marekani, ndio maeneo yao. Yeye alitangaza wazi kabisa Reza Pahlavi kuwa pale utawala wa Kiislamu wa Irani utapodondoka wa IRGC, yeye ataposhika madaraka na kuwa kiongozi, akasema niko tayari kuwa kiongozi wa Irani. Akasema kuwa cha kwanza Irani itaingia kwenye makubaliano ya Abraham, itakuwa na mahusiano rasmi na Israeli na itaitambua Israeli. Irani haitambui uwepo wa Israeli, ndio maana hauwezi ukaona kwenye andiko la Irani limeandika neno Israeli. Wao wanaandika utawala wa Kizayuni au wanaandika maeneo yanayokaliwa ya Wapalestina. That's who wanaandika hivyo kwenye taarifa yao. Irani ni nchi ya mwanzo kabisa katika nchi zilizoitambua Israeli wakati inaundwa 1947. Irani ilikuwa ni nchi ya mwanzo iliyoitambua wakati watawala zile zilikuwa chini ya ulimwengu wa magharibi, lakini walivyokuja IRGC wakafuta. Hawatambui uwepo wa taifa linaloitwa Israeli, hawatambui. Sasa Reza akasema cha kwanza Irani itaanzisha uhusiano, itaingia kwenye mkataba wa Abraham na itaanzisha uhusiano na Israeli. Irani itavunja project yake yote kamili ya nyuklia na haitomiliki nyuklia tena. Irani itasambaratisha nguvu yake ya makombora na kuondoa tishio kwa majirani zake. Irani itakata usaidizi wote kwa washirika wake, proxy wote, yani haitokuwa na uhusiano na Hizbullah, haitokuwa uhusiano na Wahouthi, haitokuwa na uhusiano na Hamas. Wote haitokuwa na uhusiano nao. Hayo ndio aliyasema Reza Pahlavi, na hayo ndio mapendekezo yote ambayo Israeli amekuwa akiyataka hasa mbele ya Irani. Sasa hawa watawala wapya wamemwahidi kipi Trump ambacho atuambie kuwa tayari regime change imetokea? Tuweke pembeni, tuzungumze kuhusu hivi vikosi vya Marekani ambavyo ni special force ambavyo vimewasili. Mimi sio muumini wa ukasuku wa kwenda mbele tu bila kutathmini. Tunakwenda mbele, tunatathmini vya nyuma vilivyotokea. Sio tunakwenda mbele tu kwa kutuaminisha tu kuwa mbele hali ya kuwa hatutaki kutathmini vilivyotokea nyuma. Nadhani katika maswali ambayo Marekani walipaswa kutujibu kwanza, kabla ya kutuambia wameleta kikosi kipya cha Delta Force au kikosi cha SEAL au vikosi vingine vyovyote vipya vilivyokuja kwenye ardhi ya Irani kwa ajili ya uvamizi ndani ya Irani, walipaswa watujibu vikosi vilivyokuwepo viko wapi? Vimefanya nini? Yani katika maswali ambayo mawili wangetujibu kuwa Gerald Ford iko wapi? Ilikuwa na wanajeshi 4500. Iko wapi? Abraham Lincoln iko wapi? Nini kimebadilika? Wakati Israel anaingia kwenye ground invasion ile ya Gaza 2023 Oktoba, mwishoni aliingia Novemba nadhani ile ground invasion. Baada ya uvamizi ule, maanake walianza vita Oktoba 7 wakaenda mpaka mwishoni, Israel ikaingia ground invasion. Israel ilikusanya military person na reserve, takriban askari 300,000 walipigana na Hamas. Askari 300,000 walipigana kule kwa miaka miwili na hawakutimiza misheni yoyote. Hawakutimiza misheni yoyote ndani ya Gaza. Walipigana na Hamas tu. Moja unaweza kusema kikosi dhaifu tu. Kikosi cha wapiganaji wa street fighter wako mtaani, wanakimbia hapa wanakwenda hapa, na Israel alipeleka vikosi vyote. Askari 300,000 wakiwemo military reserve, wakiwemo military personnel active, wote wakiwa askari 300,000 walikwenda wakapigana vita. Ile vita haikumalizwa na nguvu ya Israeli. Ile vita ilimalizwa kwenye meza.
ndio wale mateka walipatikana. Maanake hakuna malengo yoyote yaliyotimizwa kwenye hiyo vita. Maanake ilikuwa na malengo kwenda kuwamaliza Hamas, still wapo, kwenda kuokoa mateka, hawakuweza. Mateka walitoka kwa mazungumzo, Hamas still wapo. Kwa hiyo hakuna malengo yaliyotimizwa kwenye hiyo vita. Vita ya Saddam Hussein ilikusanya askari 2.5 wa Marekani na washirika wake wote, askari 2.5. Marekani ameleta askari wapya hivi sasa 2500, aliongeza 5000 waliokuja na USS Tripoli. Namba ya jumla ya askari wa Marekani waliopo Middle East kwa sasa wanakadiriwa kufikia wastani wa askari 50,000. 50,000 wanakwenda kukabiliana na nguvu kubwa sana iliyopo Mashariki ya Kati, IRGC, jeshi kubwa kabisa lenye nguvu na mbinu na uwezo na silaha na hatari na kila kitu. IRGC, askari wa Marekani waliopo ni 50,000. Asilimia 65 mpaka 70 hawapo kwenye kambi, wapo tu wanazurura, sijui wajulikani wako wapi, hawapo kwenye kambi zao, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Magharibi. Hivi kwa nini wasitujibu kuwa vikosi tulivyoanza navyo vilikuwa na askari 40,000, tukaongeza askari 4,500, tukawa na askari 45,000 wastani, wakaja pale wamefanya misheni hii na hii na hii na hii na hii na hii, mpaka sasa tunashikilia kitu fulani, sasa tunataka tumsogeze ili tukamate kitu fulani. Hawa askari wa kuungaunga hawa wanakuja eti kwa mission special force yao wanakuja. Jamani, hebu msitupeleke mbele, turudisheni nyuma, mtuambie ya nyuma. Tuambieni kwanza ya nyuma yamefikia wapi? Mission mlizozifanya hapa nyuma tuambieni zilikuwaje? Yaani Trump anakwambia tupo kwenye mazungumzo mazuri na tunaelekea kuzuri kwa sababu tutalimaliza hili. Halafu wakati huo huo yuko nyuma anaandaa vikosi maalum ambavyo vivamie Kurd, kikosi maalum kiende kikafungue Hormuz, kikosi maalum kiende kikateke ile kilogramu 400 za urani za Irani, halafu watoke wamalize, wateke, wachukue, waondoke nayo kila kitu. Hivi wanatuona si wajinga sana eti? Au wanataka kutuaminisha nini? Filamu za Hollywood ndio zinaweza kuaminisha kuwa hiki kinaweza kutokea? Jamani, hii sio Venezuela. Mara kadhaa tunarudia, Irani sio Libya, Irani sio Iraq, wala Irani sio Syria, wala Irani sio Lebanoni, na imetoa majibu. Mpaka sasa mwezi mmoja umekamilika wa vita. Vita ilianza 28 Februari. Mwezi mmoja umekamilika. Mpaka sasa anayeongoza vita, maanake anayeongoza vita ni anayeamua. Leo nani anafanya? Unajua leo dunia imeamka na bei ya mafuta ikiwa 116. Unajua bei ya mafuta imeamka ikiwa 116. Marekani, Trump anatangaza amani hali ya kuwa nyuma kaficha panga. Yaani anajifanya kuwa tuko kwenye mazungumzo hali ya kuwa eti anataka kuhadaa kwa kuandaa kikosi cha pembeni ili kije kama surprise kwa Irani. Spika wa bunge la Iran Mohamed Ghalibaf amemjibu akamwambia kuwa yani mchezo wote unaocheza tunaujua. Mchezo wote unaocheza tunaujua. Lakini Irani sometime huwa wazembe. Hilo ulijue. Irani huwa ni wazembe kwa sababu 12 days war kilichotokea, Israeli walianzisha mashambulizi yale ya surprise, wakawaua makamanda Salami, walikuwemo wengine, mkuu wa majeshi na wengine. Ilikuwa ni surprise. Wakati mazungumzo ya pili yanaendelea, Irani ikawa inatoa taarifa inasema kuwa tuko macho sana, tunajua hila zao na tutazizuia. Yani tunajua hila zao na tutazizuia. Lakini Israeli walienda kuanzisha mashambulizi wao na Marekani ya aina ile ile walioanzisha 12 days huo, wakamuua Khamenei na washirika wengine. Katika ile ile ambacho Irani wanasema tuko macho, lakini hawa wanawafanyia surprise. Kwa hiyo sasa hivi kinachovutwa sana kwenye meza, yani kinacholazimishwa ili kizungumzo kionekane kipo, ni mazungumzo. Na Marekani wanatumia sana ajenda ya mazungumzo kupitia vyombo vyao, na Trump anakariri mara nyingi kuwa tuko kwenye mazungumzo, tunazungumza, sijui tunafanya nini. Na nimemsikia hizi siku mbili makamu wa rais JD Vance amelizungumza sana, yuko nataka tuondoke kwenye hiyo vita haraka iwezekanavyo. Tunataka tuondoke na turekebishe bei duniani iweze kukaa sawa, bei ya kila kitu irejee kwenye hali yake. Wanazungumza sana kuhusu hilo swala, lakini nyuma yake kuna ajenda imejificha. Nyuma yake wanataka wawafanyie tena surprise Irani, maybe wa attack sehemu ambayo itakuwa wao kuwalazimisha yani
Maanake wanasema kuwa twende tukachukue uti wa mgongo wa Irani, kwa sababu 90% ya mafuta yapo KAG. Kwa tukikaa pale KAG tutakuwa tumekaa kwenye uti wa mgongo wa nchi. Kwa hiyo nchi lazima itasheki, kwa sababu inategemea mapato ya mafuta kutokea pale. Lakini mbona mnakuwa mko wazi sana? Kwa nini mnaenda kujianika pale? Usalama wake ukoje? Kuwa wataweza kuhimili? Hapana. Hizi hadithi za alinacha, hizi hadithi Trump ametuletea sana, lakini uhalisia hausemi kile ambacho wanatuambia. Uhalisia hauonyeshi yale tunayaona. Uhalisia kuwa hiki kitu kimeshawapalia, hili swala limewapalia. Hizi habari za Delta Force, habari za Special Force, habari za nini, haziwezi kuleta matokeo yoyote. Matokeo haiwezi kaleta. Unajua, nitakwambia kitu kimoja. Miaka 70 iliyopita hapo Mashariki ya Kati, aliyekuwa mwenye nguvu alikuwa Uingereza, na fedha iliyotumika hapo, hata biashara ya mafuta ilikuwa ni sterling, GBP ya Uingereza. Miaka hiyo Uingereza akafanya mistake kama hii ya Marekani kwenda kuchukua Suez Canal akishirikiana na Ufaransa. Israeli akaenda akachukua Sinai 1956. Miaka 70 imepita. Walishinda, walionekana wana mafanikio ya kijeshi wakati huo, yani walionekana wamekuwa na mafanikio ya kijeshi, lakini walipoteza kwenye njia ya kisiasa, wakapoteza. Uingereza alipewa shinikizo kubwa, hasa lililotoka kwa Marekani. Kwa hiyo Uingereza anafahamu kabisa aliyesababisha aondoke Middle East ni Marekani. Marekani na Usovieti wakati huo wakaweka shinikizo kubwa kwa sheria za kimataifa zirudi na kuilazimisha Uingereza kujiondoa, kuchukua Suez pamoja na Ufaransa. Kwa hiyo Uingereza anatoka kwenye ile vita, alikuwa na deni la wakati huo 1956 ambao thamani yake kwa leo ni $1 trillion. Ni bilioni zaidi ya $27 nadhani alikuwa kidai wakati huo, ambao thamani yake kwa leo unaileta ni kama $1 trillion. Tayari Uingereza akapoteza kisiasa, pesa yake ikaondoka, ikawa haitumiki tena. Marekani akaenda kuanza kuziba zile nafasi zote. Kambi nyingi ambazo, nchi nyingi ambazo leo hizi na kambi za kijeshi za Marekani zilikuwa zote ni kambi za Uingereza zote, na hapo ndio ilipomuondoa Uingereza kwenye nguvu yake ya ulimwengu. Ilimuondoa haraka Uingereza na Uingereza akapotea duniani, mpaka leo amekuwa vile. Marekani anarudia makosa yale. Haijalishi utawini kiasi gani kijeshi, lakini bado haikupi rasmi kuwa unaweza ukaiendesha siasa ya eneo hilo. Kuna la kujifunza kutoka wakati huo. Jamani, niwashukuru, asanteni sana, na tutaendelea kupeana update 2-3 ambazo zinaendelea kujiri ulimwenguni. Shukran sana.